zawadi ya muda ambayo Mungu anatupa na anakwenda kutupa. Zawadi ya nini? Zawadi ya muda. Haleluya. Hebu fungua kitabu chako katika Mhubiri, kitabu cha Mhubiri mlango wa 3. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 3. Mhubiri mlango wa 3 mstari wa kwanza. Nitasoma maneno pale mpaka mstari wa 8. Kwa kila jambo kuna majira yake. Naomba tutakwenda pamoja tujifunze kuhusu majira ni nini. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Haleluya. Kwa hiyo tumeona hapa huyu mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni Selemani alianza kutafakari muda kama zawadi, lakini akaipa ile muda majira mbalimbali ambayo yanafanyika. Tusome tena katika Nyakati wa kwanza mlango wa 12. Nyakati wa kwanza mlango wa 12, tutasoma mstari mmoja tu. Tutasoma mstari wa 32. Unasema hivi: na wana wa Iskari, watu wenye akili za kujua nyakati au majira. Tarudia tena. Na wana wa Iskari, watu wenye akili za kujua majira au nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatendwe. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Katika huu mlango wa Nyakati tunaona ukisoma yote kuanzia mwanzo inazungumza juu ya makundi ya askari waliokwenda kujiunga na Daudi. Hivyo Daudi akawa, maana huwezi kuwa mfalme bila jeshi. Kwa hiyo utasoma makabila 13 wote walikusanyika wakasema, tutakuwa pamoja na wewe Daudi, tutakwenda kupigana vita pamoja na wewe Daudi, tutajiunga pamoja tuwe jeshi kubwa pamoja na Daudi. Na
lakini pakawa na kundi la watu ambao special. Hili ni la watu 200 wanaitwa wana wa Iskari. Huyo Iskari alikuwa ni mtoto wa Yakobo. Kwa hiyo hao wana wa Iskari au ukoo wa Iskari, watu 200, wao wengine walikuwa wanajua kupigana vita. Kwa maana tungeona watu wachache pale ambao alikuwa nao Daudi. Anasema wale, hebu mstari wa 2. Anasema hivi, ilikuwa nianze pale juu. Basi hao ndio waliomjia Daudi huko Siklagi alipokuwa akijificha kwa ajili ya Sauli mwana wa Kishi. Nao walikuwamo miongoni mwao wale mashujaa waliomsaidia vita. Walikuwa wenye kupinda upinde, nao walikuwa hodari wa kutumia mkono wa kuume na kushoto, kwa kutupa mawe ya teo na kwa kupiga mishale ya upinde. Walikuwa nduguze Sauli wa Benyamini. Mkubwa wao alikuwa anaitwa Ehezieli. Hilo ni kundi moja la wana wa Benyamini ambao walikuja, na tumeona hapo kwa kifupi, walikuwa na uwezo mkubwa katika kupigana. Lakini hawa ukoo wa Iskari, yani hawa waliomjia Daudi kwamba tutakuwa pamoja na wewe, kwa kweli aliwahitaji sana watu hao. Kwa sababu tunasema hivi, tunajifunza wao walikuwa hawapigani, lakini hao wana wa Iskari walikuwa watu wenye akili ya kujua nyakati na kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Kwa hiyo kazi yao hawa walikuwa ni strategist, watu wanaopanga, watu ambao wanajua nyakati, wanajua nini kifanyike kwa wakati huu ili kuweza kushinda vita. Na ukisoma na kama unataka kufuatilia wale watu wa zamani wote, wafalme wote wa zamani walipokuwa wanataka kwenda kupigana vita, waliwahitaji watu hawa ambao walikuwa wanaweza kupambanua kwamba nyakati hizi tukifanya hivi Mungu anakwenda kutupa ushindi. Kwa hiyo Daudi aliwahitaji watu hawa. Kwa hiyo nataka nizungumze asubuhi ya leo juu ya zawadi ya muda. Muda ni rasilimali ambayo Mungu anatupa. Ni rasilimali yenye maana na yenye faida. Na huwa tunasoma katika neno la Mungu, anasema kwa Mungu siku moja ni sawasawa na miaka mingapi? Yani Mungu anaona siku moja ni sawasawa na miaka mingapi? Miaka 1000. Kwa hiyo kwa Mungu tunasema kwamba Mungu ni wa milele. Kwa hiyo yeye kama mmekaa siku moja, yani kama mmekaa miaka 1000, ni sawasawa umekaa mwaka mmoja. Mungu wetu tunayemtumikia ni Mungu wa milele. Mungu alikuwepo kabla ya wakati kuanza. Ndio pamoja. Mungu wetu ambaye ni wa milele alikuwepo kabla ya muda kuwepo. Kwa hiyo hebu tuseme labda hapa ni chore msari. Hapa ni umilele wa Mungu. Tupo pamoja? Na huku ndio tunaanza. Tupo pamoja? Siku ya kwanza au muda ndio unaanza hapa. Pana mgawanyiko mkubwa. Nyuma yake Mungu alikuwepo kabla ya muda, kwa sababu hata muda na majira na nyakati ni Mungu alifanya. Mungu wa milele hana vipimo vya muda. Haleluya. Mungu tunayemwabudu, Mungu tunayemtumikia hana vipimo vya muda. Yaani kwa mfano saa, kwamba saa 1, saa 2, Mungu hatumii hizi saa tunazotumia hizi. Tupo pamoja? Mungu wala hatumii kalenda tunazotumia. Tupo pamoja? Kalenda tunasema leo ni Januari au nini? Au Disemba, leo siku ya mwisho kabisa ya wiki. Mungu hana mawiki. Mungu hana miaka. Mungu hana miongo. Mungu hana siku. Mungu hana dakika. Mungu hana nukta. Mungu yeye ni umilele. Haleluya. Lakini
Kuna wakati ambao aliumba muda na space. Kama moja. Space nimeshindwa kutafsiri. Aliumba muda, aliumba time na space. Kwa sababu time na space vinaenda pamoja. Kwa hiyo Mungu aliviumba hivi vyote ili itusaidie sisi wanadamu kuweza kupanga na kuenenda katika muda ambao Mungu ametupa. Kwa hiyo kama nilivyosema, umilele ndio kipimo cha Mungu. Haleluya. Mungu ambaye hana mwanzo, Mungu ambaye hana mwisho, yeye ni wa milele. Haleluya. Ambaye huwa tunaambiwa halali wala hasingizi. Haleluya. Halali wala fanya nini? Hasinzii wala hasahau. Haleluya. Kwa sababu yeye ni Mungu wa milele. Kwa hiyo kipimo cha Mungu ni umilele. Sisi tunatumia kalenda kupima majira yetu. Haleluya. Tunatumia kalenda, tunatumia saa, tuna pamoja, tunatumia siku, tunatumia wiki. Hivi ndio vipimo ambavyo vinatumika. Lakini Mungu hana vipimo hivyo. Kama ambavyo tumesema, kwa Mungu siku 1000 ni yeye anaona kama ni siku ngapi? Ni miaka 1000 tunayoona ni kama siku moja. Kwa hiyo ni kipimo kikubwa mno. Hapa tumesoma juu ya wana wa Iskari. Walizitambua nyakati, walizijua nyakati, walijua muda. Hebu nizungumze kidogo hapa kuhusu muda na majira na nyakati. Vitu vingapi? Vitatu, ili tuweze kuelewana hapa. Nizungumze kuhusu muda, majira na nyakati. Haleluya. Pamoja na kwamba kwa siku tumepewa masaa 24, lakini ndani ya masaa 24 hiyo yamegawika. Haleluya. Ndani yake kuna nyakati ndani yake. Tupo pamoja. Ndani yake kuna nini? Kuna nyakati ya mchana, tupo pamoja. Kuna nyakati ya jioni. Kuna nyakati ya jioni, kuna nyakati ya nini? Ya nini? Ya usiku. Na hivi vyote, haleluya, hivi vyote nyakati, majira ambayo tunakuwa katika siku moja, tupo pamoja, ina utaratibu wake. Hebu sema na utaratibu wake. Asubuhi, hata chakula cha asubuhi ni tofauti. Tupo pamoja. Hata chakula cha mchana ni tofauti, sivyo? Na chakula cha usiku kinatofautiana. Na usiku shughuli tunazofanya ni tofauti na za mchana. Haleluya. Kwa sababu usiku ni majira ya kufanya nini? Ya kulala na kupumzika. Haleluya. Kwa hiyo ndivyo Mungu alitupa majira na nyakati. Hebu nikueleze, hata mwaka una majira na nyakati, sivyo? Mwaka hauendi hivyo. Hatuwezi kuona mwaka ambao ni kiangazi kinaendelea. Na kama kitaendelea kuwa kiangazi, mwaka unaopita tunasema mwaka huu kuna nini? Kuna njaa au ukame. Haleluya. Kwa hiyo haiwezekani hivyo. Ndani yake ameweka majira na nyakati. Haleluya. Kwa hiyo kuna majira ya kifuku kama sasa, sivyo? Majira ya mvua. Mungu amesababisha majira haya yanaitwa majira. Ni wakati huo mmoja, ni wakati huo mmoja, sivyo? Tunauhesabu kwa kalenda ile, lakini ndani yake kuna nini? Kuna majira. Haleluya. Sasa leo tuna majira ya mvua. Juzi tu mwezi wa 11 kulikuwa na majira mengine tofauti kabisa. Haleluya. Kulikuwa na majira mengine tofauti, lakini sasa tunaona ubishi. Haleluya. Mungu ameleta nini? Majira mengine. Haleluya. Lakini zaidi ya hapo, baadaye tunakuja majira mengine. Mwezi wa 6 tunaona baridi. Tuna pamoja, ni majira mengine. Baadaye tunarudi katika hali hiyo na hali hiyo. Kwa hiyo majira katika hali ya kawaida kuna tofauti
majira na nyakati ambazo Mungu anaweka tofauti tofauti, ili kama wanadamu tuweze kuishi kwa furaha na tuweze kumfurahia Mungu katika majira hayo ambayo anatupa. Hiyo ni katika hali ya kawaida, lakini nataka kusema asubuhi ya leo, Mungu ana msimu pia, msimu kwa ajili ya kiroho, au majira ya kiroho na wakati wa kiroho na wakati wa kiroho kwa kila mmoja wetu, kwamba Mungu anaanzisha msimu mpya, anaanzisha msimu mpya wa kufanya. Kwa hiyo hata Mkristo binafsi moja, Mungu ana viwango anataka kuhamisha. Ni kweli amekupa muda, lakini katika muda huo anakupa majira na nyakati fulani. Haleluya! Kuna wakati wa Bwana. Hebu sema kuna wakati wa Bwana. Mungu anapenda kukupa wakati wa Bwana ili akuhamishe kutoka hapo ulipo, ili akuingize katika mazingira mengine. Kwa mfano saa hizi watu hawakai nyumbani, tuna pamoja, wako mashambani wanapanda, kwa sababu ni majira tofauti. Na hivyo hivyo Mungu katika mambo ya kiroho, Mungu anapenda akupe majira mengine. Hebu sema Bwana ananipa majira mengine tena. Haleluya! Mungu anapenda kutupa majira mengine, na anapotupa majira mengine anatupa kwa ajili ya faida. Haleluya, haleluya, anatupa kwa ajili ya faida. Na Mungu anapotuacha, kwa mfano mwaka huu amekuacha hapo ulipo, unaendelea, umeondoka na afya. Ningesimama hapa tungeshuhudia, wengine wangeshuhudia kwamba mwaka huu mwenzenu nilipata hili, lakini wengine wangeshuhudia majira ya mwaka huu Mungu amenifungulia, Mungu amenionyesha njia, Mungu amenionyesha tena mahali pengine, Mungu amenipa mta mwingine kwa baraka na neema. Haleluya! Kwa hiyo Mungu anaweka vipindi na awamu na majira katika maisha yetu kwa ajili ya kutuhamisha kutoka hali nyingine kwenda hali nyingine, kutoka hali ya baraka kama tunaendelea kumtumikia Mungu kwenda baraka nyingine, kwa sababu ni Mungu ambaye anatupa vipindi kwa vipindi. Inawezekana katika mwaka huu umekuwa ukilia sana, mambo yalikuwa hayaendi. Usibaki hapo hapo. Mungu yuko hapa kukupa majira mengine. Haleluya! Anapenda kukuingiza katika muda mwingine na majira mengine, anataka kutoa katika awamu hii. Ndio maana nimekuambia muda ambao ametupa Mungu ni zawadi. Kwa hiyo anapokupa hii zawadi, naomba uipokee kwa furaha, na uone kwamba kuna muda ambao Mungu ananiandalia, mahali ambapo anataka nipite kwenda hatua nyingine. Siwezi kukakea katika hali ile, siwezi kubakia katika hili ile. Inawezekana umelia sana katika mwaka uliopita, inawezekana ulikatisha tamaa sana katika uliopita, inawezekana ulikuvunjika moyo katika mwaka uliopita, lakini nataka asubuhi ya leo usiendelee kubaki katika mambo yaliyopita, yale yaliyokuwa ya mwaka jana, ambayo yamekuumiza, ambayo yamekutesa. Au umekuwa na furaha, umekuwa na matumaini, ulikuwa na mambo yako yalikunyokea, ulipokea mambo mengine, lakini mwaka huu hebu anze utazamie. Mungu anatupa muda mwingine, anatupa mwaka mwingine, atatupa katika mwaka huo, atatupa majira, atatupa nyakati, atatupa na awamu, atatupa na vipindi. Katika vipindi hivyo tunaingia kwa imani, tunaingia kwa ujasiri, kwa sababu Mungu anatupa majira na nyakati mapya. Hebu sema Mungu ananipa majira mapya. Hebu mwambie Mungu ananipa majira mapya. Hebu jiambie mwenyewe, Mungu ananipa majira mapya. Haleluya! Mungu ananipa majira mapya. Ninapozungumza hivi, nazungumza na wewe juu ya majira ya kiroho, ambapo anaweza kubadilisha mambo mengi ambayo yalikuwa yamesimama, yalikuwa yamebaki kama alivyo. Lakini mwambie, ninamwamini Mungu wa majira mapya, namwamini Mungu wa majira mapya ambaye anapenda kunipa majira mapya. Haleluya! Tumeambiwa wana wa Israeli walikuwa wanajua majira na nyakati, na walikuwa kwa njia yao walikuwa wanawaelekeza. Hapo tumesoma hawa wana wa Israeli walikuwa wanajua nyakati na nini, walikuwa wanajua majira na anasema na wana wa Israeli watu wenye akili. Hebu sema watu wenye akili. Akili zilizozungumzwa hapa
ni akili za ufunuo na maarifa ya kujua ambao Mungu aliweka ndani yao. Na mimi ndio nataka nizungumze na wewe uliyeokoka. Mungu anawekeza kitu ndani yako ili kujua mimi niko katika nafasi gani, mimi niko katika wakati gani. Sasa Mungu anataka nifanye nini? Tumeambiwa hapa walikuwa watu wenye akili, walikuwa na akili ya Mungu, walikuwa na maono ya kimungu, walimjua Mungu anasema nini kwa ajili ya wakati ule. Kwa hiyo walikuwa wakimwambia Daudi, ili uweze kupigana, ili tuweze kushinda, majira yatakuwa haya, utajipanga namna hii, utakuwa mahali hapa. Anasema kwamba wakawaambia, anasema wana wa Israeli wenye kujua, wenye akili na kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli watende. Haleluya! Ili wawezeshe Waisraeli watende bila kukosea. Haleluya! Ili Waisraeli na Daudi katika vita vyao watende bila kukosea, kwa sababu walikuwa wanajua nyakati na majira. Haleluya! Ndio maana basi tumeambiwa walikuwa watu 200. Hao walikuwa na akili na ufahamu, na ndio ambayo akili hiyo na ufahamu wa kujua majira yako, Mungu anataka ufanyike hivyo, uishi kwa majira ya Mungu. Umaana wa muda ni pale, umuhimu wa muda au umaana wa muda upo kama shughuli inafanyika. Tunapoandikaga historia huwa tunaandika yale yaliyofanyika au matukio yaliyofanyika, iwe kwa ajili yako, iwe kwa ajili ya kanisa, iwe kwa ajili ya nchi. Tunapoandika historia, historia inaeleza majira na nyakati fulani ambapo mambo fulani au shughuli fulani zilifanyika. Kwa hiyo hata sisi tunaambiwa kwamba umaana wa muda unakuja pale kama muda wako una mipango fulani ambayo inakwenda kufanyika. Kama muda utapita tu, hakuna mwaka mzima hujapanga lolote, muda huo tunasema umepotea, sivyo? Tunasema fanya nini? Umepoteza muda, umeshindwa kutumia muda ambao Mungu ametupa. Kwa hiyo muda umaana wake ni pale muda unaenda na shughuli iliyofanyika au kazi iliyofanyika au tendo lililofanyika. Haleluya! Kwa hiyo ndio umaana wa muda unapokuja. Umaana wa muda unakuja wakati ambapo mambo yanafanyika. Haleluya! Kumbe mtu binafsi anaweza kupoteza muda, familia inaweza kupoteza muda, inaweza kupoteza tena hata miaka 5. Watu ambao hawajaokoka, hawajamjua Mungu, wanaendelea kulewa na uasherati, hawajui kutumia muda wao vizuri. Huwa tunaona wanapostaafu wanakueje, wanashika vichwa wanasema kwamba nilipoteza muda. Kwa sababu katika muda ule ambapo mambo ya maana, mambo ya faida yalitakiwa yafanyike, mambo ya hovyo hovyo yalifanyika. Kwa hiyo kutumia muda wako vibaya, haleluya, au kutafanya lolote katika muda ambao nimetupa ni kwenda kwa hasara. Haleluya! Kwa hiyo umaana wa muda unaenda na shughuli ya maana na yenye faida ambayo imefanyika. Watu wengi wamekuwa vipofu, hawaoni yale ambayo Mungu anataka kufanya katika maisha yao. Wengi, anaweza kuwa mtu binafsi au hata kanisa likawa blind. Unaelewa kwa blind? Blind, vitu kama haivifunuliwi kwako. Tupo pamoja? Kwa hiyo unakuwa hivi.
huwezi kutambua kwamba ni majira gani, na hasa katika hali ya kiroho, hali ya kanisa ya kiroho, kujua ni kitu gani kinakwenda kutendeka na kitu gani ambacho Mungu anataka nifanye. Kwa hiyo shetani mara nyingi anafunga macho tu pamoja. Watu wanakuwa blind, watu wanakuwa haoni, watu wanakuwa haoni sawa sawa, wakati ambapo Mungu alitaka kufanya hivi, wewe unafanya mambo mengine. Haleluya, mnapishana na Mungu. Hebu sema mnapishana na Mungu. Kwa hiyo muda ule unakufanya nini? Unapita. Muda ule unafanya nini? Unakuwa umepita. Hebu fungua katika Zaburi 90. Zaburi 90. Zaburi 90. Zaburi 90. Mstari wa kwanza. Tasoma nitarukaruka. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Anapozungumza kwamba umekuwa makao yetu, ina maana kila kizazi, kila kizazi Mungu anahusika. Haleluya. Anasema wewe Bwana umekuwa makao yetu kabla haijazaliwa milima, wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Anasema nini? Tangu milele hata milele. Tunaomba moja. Milele tafsiri yake ni mwisho, kutoka huku mpaka mwisho, na milele nyingine ni mwisho kwenda huku mpaka ambapo huwezi kuona. Haleluya, pasipo na mwisho. Kwa hiyo hapa mwandishi wa Zaburi hii anasema kabla haijazaliwa milima wala hujaumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Mstari wa 4. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita. Unaona mahesabu hiyo? Wewe unaona jana ilikuwa ndefu, masaa mengi, lakini anazungumza anasema kwamba jana, anasema hivi mstari wa 4 pale, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawaharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo. Asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Mstari wa 10. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Mstari wa 11. Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Pale nilipotaka kuzungumzia mstari wa 12. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Anasema kwamba ufanye nini? Kila siku ambayo Mungu ananipa unijulishe. Haleluya. Kila siku unayopata ni zawadi. Hebu sema kila siku unayopata ni zawadi. Mbona tunapata shuhuda za watu ambao asubuhi ameagana na mke wake, lakini ndani ya dakika 20 yule mtu hayupo. Si tumesikia shuhuda za namna hiyo? Tumeshuhudia hata hapa wapendwa wenzetu. Jana alikuwa mzima, lakini ghafla mambo hayajaenda vizuri. Ndio maana tunapokuwa hapa
tunatakiwa kufanya kama ni kazi ya Mungu. Haleluya! Kama ni kazi ya Mungu katika wito ambao ameweka ndani yetu. Kama Mungu ameweka roho ya maombi ndani yako, kama ameweka roho ya uinjilisti ndani yako, hebu fanya kana kwamba huna siku nyingine. Haleluya! Fanya kama huna siku nyingine, kwa sababu utagundua kwamba majira na makati Mungu anatupa kama zawadi. Huwa nawashangaa watu wasema nitafanya kesho. Nataka nikwambie kesho haifiki na huwa haifiki na haitafika. Haleluya! Yale ambayo Mungu amekupa, haleluya. Hebu kwambie mama alionipa mkononi, hebu shika mkono wako. Mungu amekupa muda mkononi mwako. Amekupa muda mkononi mwako. Na huu mstari wa 12 anazungumza hapa. Anasema nini? Anasema kwamba ule mstari wa 12 anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Mtu anazihesabu siku zake akilinganisha na umilele wa Mungu, siku zote yuko attention. Haleluya! Yuko wapi? Yuko attention. Anasema mimi ni msafiri kwa siku ya leo ambayo umenipa Bwana. Nitakufanyia, nitakutumikia Bwana, nitakuishia Bwana, nitatembea na wewe Bwana, nitaendelea kukupenda na kutumikia Bwana. Wale ambao wananizunguka nitazungumza nao neno la Mungu, wale wanaonizunguka nitawaombea. Mtu ambaye hapotezi muda anasoma Biblia, ni mtu wa maombi, ni mtu wa kufunga, ni mtu wa kwenda kwa watu wengine, ni mtu ambaye anatafuta nifanye nini kwa ajili ya ufalme wako, Bwana. Halali usingizi kwa sababu anazihesabu siku zake. Haleluya! Kuna watu wanahangaika sana, wengine mpaka wanaua watu. Wanaangalia labda awe na hiki, awe na hiki, awe na hiki, awe na hiki. Mungu huwa anasema mpumbavu wewe. Haleluya! Anasema nini? Kwa sababu you cannot control kila kitu. Vitu vyote haviko mikononi mwako. Hebu sema vitu vyote haviko wapi? Vitu vyote haviko nani? Mkononi mwako. Msafiri wa mbinguni. Sisi tunamaliza mwaka, tunaanza mwingine. Nataka hili liingie ndani ya moyo wako kabisa, kwamba Mungu unanipa muda kama zawadi. Sisi shika hapa, daima muda ambao umepewa. Mungu amekupa nini? Weka mkono wako hapa ili usahau. Mungu anakupa muda kama zawadi. Haleluya! Anasema tutafanya kesho. Hata Nyerere mwenyewe alisema hivi, linalowezekana leo lisifanye nini? Singoje kesho. Anasema nitashuhudia kesho, nitakuja kesho, nitakuwa na bidii kesho, nitafanya hivi kesho. Kesho itakukuta hapo hapo hujafanya lolote. Mtu anayejua kuzihesabu siku zake anafanya maamuzi. Haleluya! Anasema leo umenipa muda na sababu ya kushukuru, na sababu ya kuendelea mbele, kufanya mapenzi yako, kufanya makusudi yako, kutembea katika makusudi yako, na kuishi kwa makusudi yako, na kuomba neema yako kila siku. Na Mungu ni mwaminifu. Haleluya! Haleluya! Watu wengi wanapoteza muda kwa mambo yasiyo na maana, na kwa sababu ya udanganyifu wa shetani ndani yao, shetani anaweka mizigo mikubwa. Haleluya! Anawabebesha na kuondoa ufahamu. Haleluya! Wana wa Iskari walikuwa wanajua nyakati na majira, na ndicho nataka ukijue sasa. Watu ambao wanaweza kujua majira katika nyakati hizi ni wale ambao wanatembea na Mungu, wanamuuliza Mungu nini kitu cha kufanya. Haleluya! Mtu huyu anasema kwamba naomba unisaidie Bwana, nifanye sawa sawa na mapenzi yako ili nisikosee. Haleluya! Inawezekana mwaka jana umefanya maamuzi hovyo hovyo, umekosea katika mambo mengi, lakini mwambie mwaka huu
Mwaka unaoanza nimejifunza wana Israeli walijua nyakati na majira ili kuagiza wana Israeli watende, na mimi nitaingia humo kutaka kutoka kwako ni lipi unalotaka kufanya, na muda wangu uwe wa faida, sio wa hasara. Haleluya, haleluya. Mwandishi wa kitabu hiki anasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu. Kuhesabu ina maana unaanza 1, 2, 3 mpaka muda. Kwa hiyo siku ambazo anatupa, siku majira ambayo Mungu anatupa, unahesabu na kuyawekea mkakati. Haleluya. Unahesabu na kufanya nini? Hebu niwaeleze wapendwa. Unaweza kupanga vizuri, kustrategize juu ya kujiondoa katika hali fulani ya maisha yako, utafaulu. Tupo pamoja. Lakini Mungu pia anataka uende pamoja naye katika hali ya kiroho, ujiulize kila siku, uwe na maswali. Tuna Wakristo wengi ambao hawana maswali, wanaenda kama lilivyo. Tupo pamoja. Wanakuwa kama tela. Tela huwa linamtegemea yule dereva kule mbele. Tupo pamoja. Tela likufanya nini? Usiwe tela. Mwambie mimi sio tela. Haleluya. Nataka Mungu nipate uongozi wa Mungu katika maisha yangu katika mwaka huu. Nataka kusema mambo ya kiroho hayajiji hivi hivi. Unasikia? Mambo ya kiroho ni nini? Hata kumjua Mungu haijiji hivi hivi. Tuna pamoja. Kama wewe ni mvivu kusoma neno la Mungu, wewe ni mvivu kuomba, wewe ni mvivu kufunga, wewe ni mvivu kuambia watu wengine, utakuwa mvivu Januari, utakuwa mvivu Februari, utakuwa mvivu Machi. Utashtuka kidogo akikushtua mchungaji labda mwezi wa 4 pamoja, alafu tena unarudi tena katika nafasi yako. Haleluya. Haiwezekani hivyo. Haleluya. Wana wa Israeli walisimama wakasema hatutakuwa wavivu. Wanajua majira ya Mungu, kwamba haya ni majira ya Mungu. Ninaondoka, Mungu nisaidie. Ni Mungu mwenyewe anatuwezesha ili tuweze kutambua majira yetu. Tunapomwomba, tunapomtafuta, tunapoingia katika nafasi, tunapojishughulisha katika nafasi, tunapotafuta uso wa Mungu. Nataka kusema mimi nasema kwamba mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Tukitambua kwamba muda ambao tunao ni mchache. Hapo Biblia imetuambia ahadi ya muda ambao unatakiwa kudai. Umwambie Mungu miaka 70 nitafika, kwa sababu ni ahadi yako. Sawa? Una haki ya kudai. Na ukiwa na nguvu anasema miaka mingapi? 80. Tupo pamoja. Ni haki yako ambayo Mungu amesema. Sisi tumesoma katika hii Zaburi inaitwa Zaburi ya Musa. Pale Zaburi ya Musa anasema kwamba ule mstari wa 10, siku za miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Haleluya. Ndio kipimo cha Mungu. Kwa hiyo hapo kuna uhalali wa kufanya nini? Lakini usipotambua majira na nyakati, muda huo unaweza usiupate. Lakini nakusihi kama wewe ni mshirika wa kanisa hili, tunataka watu waishi muda mrefu ili wafanye kazi ya Mungu. Mwambie Mungu, Mungu umeahidi miaka 70. Kama neno lako linavyosema katika Zaburi 90, miaka 70 mpaka 80. Mungu napenda unisimamisha hapo ili nifanye yale ambayo umenipa nafasi ya kufanya hapa duniani. Haleluya. 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 Lakini kwa hali yoyote ile, muda ni mfupi ambao tumepewa. Kwa hiyo tumia muda wako kwa busara. Kama ni kazi zako, fanya kwa bidii. Mama moja aliniambia malaika wa utajiri huwa anaamkaga saa 10 ndio ili kuwapa watu utajiri. Anaanza kwenye saa 10 mpaka saa 11 ndio huwa anatembea kufanya nini? Kugawa. Haleluya. Kama wewe unalala mpaka saa 1, sahau mambo ya kiroho, sahau malaika wewe utamkuta. Mtapishana naye. Mtafanya nini? Watu wa Mungu, haleluya,
wanaojitambua siku yao inaanza saa 10. Haleluya. Hebu sema siku yangu inaanza saa 10. Haleluya. Wanamwekea Bwana. Haleluya. Hapo ndipo mipango inaanza na makusudi ya Mungu yanaendelea. Haleluya. Katika kanisa hili hatuna nafasi ya watu ambao wanalala mpaka saa 1. Haleluya. Wanalala mpaka saa 4 wengine. Haleluya. Hatuna muda wa namna hiyo. Haleluya. Si mmesoma Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo. Mmesoma? Anasema malaika wa Bwana anafanya nini? Akiwazunguka watu fanya nini? Anasema wabuchao na kuwaokoa. Anapokuja nyumbani kwako, ilikuwa labda saa 9, wanasikia Mungu wewe ni mwema, wewe ni mkamilifu, ahadi zako ni kweli, hata kama mambo yangu hayaendi. Hiyo saa 9 mama ameamka pale au baba ameamka, anasema wewe ni wa kweli, wewe ni wa amani, wewe ni wa furaha. Sina maneno ya kuongea, lakini nakushukuru wewe na kuinua na kubariki wewe Mungu wangu. Unaendelea. Sasa malaika wa Bwana huwa anapita, anakuja na mambawa pale, anafanya nini? Anakuja kufanya vituo. Anafanya nini? Anakuja anafanya vituo. Anafanya nini? Anafanya vituo. Sasa lala mpaka saa 1. Haleluya. Utajikuta mambo yamechelewa. Hebu sema atafanya nini? Yamechelewa. Haleluya. Na ukiendelea miezi 6 hatukuoni hapa. Ndio wale tunawapiga simu, uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Wanakuja kutembelea. Mzetu kuna tatizo gani? Haleluya. Chukua nafasi kama mjimama. Haleluya. Napenda kuzungumza na kina mama. Napenda kuzungumza na watoto. Je, mambo yako ni mazuri sana kwa watoto wako, mama au baba? Ili una sababu ya kulala mpaka usiku. Mambo yako ni mazuri, shughuli zako zinaenda vizuri. Tumejifunza kwamba maombi yanafungua kila kitu katika maisha yetu. Ndivyo tumejifunza. Sasa je, mambo yako vizuri sana mwenzetu? Ndugu yangu, tutapumzika tukienda mbinguni kuomba. Haleluya. Lakini tutapokuwa duniani hapa, tunaokomboa muda wetu kwa maombi. Tunaokomboa muda wetu kwa neno la Mungu. Tunaokomboa muda wetu tunapokuwa katika huduma. Tunaokomboa muda wetu tunapomtolea Mungu. Tunaokomboa muda wetu tunapofanya kazi ya Mungu. Tunaokomboa muda wetu tunapokuwa waangalifu na kuwa waaminifu kazini. Tunaokomboa muda wetu. Huyo malaika wewe utakuwa unasikia. Wenzako wanasema malaika alitembea nyumbani kwako, wewe utakuwa unasikia hadithi. Wanasema anapitasikia huwa anapitaga. Kule zamani nilikuwa naona wivu ninaposikia watu wengine Mungu anafanya kazi na kuwatumia. Saa hizi namshukuru Mungu kwamba anaweza kututumia hata kanisa la Mtuvila. Haleluya. Anaweza kututumia hata sisi. Haleluya. Lakini tumedhamiria. Hebu sema tumefanya nini? Tumedhamiria kuwa kama wana wa Iskari. Haleluya. Kutopoteza muda, kwamba hata kapa kanisa hapa Mungu anapenda kutupa majira mapya na msimu mpya. Haleluya. Kwa hiyo kama nilivyosema, muda ni mfupi tulio nao, kwa sababu kila kazi unayofanya au wajibu wote unaofanya una faida na unaleta maana. Unasikia? Kila kazi utakayofanya na kila wajibu utakaopewa, unapotekeleza una maana mbele za Mungu. Haleluya. Hao niliwaambia ambako anafanyia kituo, Mungu huwa anatuma malaika, anasema nenda kwa yule mama. Unamwona yule mama, hebu kamfariji. Ndio anakufanyia kituo. Lakini kama huonekani kwenye nafasi yako, atakuja saa ngapi? Mungu, Yesu atamtuma malaika aje kufanya nini kwako? Haleluya. Kwa hiyo hebu tutamani muda ambao anatupa, tuone kwamba Mungu, tunaishi katika umilele wa Mungu, na mambo yetu yote tunayofanya yanatakiwa ya reflect umilele, na kwamba Mungu ataendelea kujifunua kwetu na kufanya mapenzi yake yaweze kuonekana hapa duniani. Haleluya. Huwa tunaomba ufalme wako uje. Haleluya. Tunapoomba ufalme wa Mungu uje katika maisha yetu, kumbe tunataka Mungu aanze kushughulika na mambo mbalimbali ambayo yameshindikana
yasiyoonekana, ambayo ni magumu, tunapoingia kutafuta kwa Mungu, Mungu anaonekana na kutusaidia. Ndio maana tunaomba Mungu apike katikati yetu. Muda unaweza kupotea au kupatikana, na kwa sababu tutambue kabisa sisi hapa ni wasafiri. Turudi pale katika Mhubiri 3. Anasema kila jambo kwa kila jambo. Unasikia kwa nini? Kwa nini? Pigia mstari, kwa kila jambo. Jambo ni tendo fulani litafanyika. Anasema kuna nini? Majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Hivi majiuliza, kwa nini asubuhi ya leo uko hapa? Au kwa nini kila siku unakuja hapa? Mungu anakusudi. Haleluya. Ungekwenda mahali pengine popote, lakini kwa muda huu Mungu amekuweka wapi? Amekupanga wapi? Amekupanga hapa. Sasa huu unajiuliza, umenipanga katika muda huu, mwaka huu, na nafikiri utaendelea mpaka kesho na makesho mwingine. Unataka nifanye nini Bwana? Ndio swali ambalo ujiulize mwaka huu. Hebu weka swali hilo. Unataka nifanye nini Bwana? Sijui unaweza kujibu hapo lipo. Mungu atakwambia cha kufanya. Unataka nifanye nini Bwana? Bwana, unataka nifanye nini? Bwana, unataka nifanye nini hapa uliponipanga? Unataka nifanye nini Bwana? Unataka tufanye nini Bwana hapa, ili tuupendeze moyo wako, ili tufanye kama unavyotaka wewe? Unataka tufanye nini Bwana? Kwa sababu tumesoma hapa, anasema pale, anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa sababu tunataka tuingie katika majira ya Mungu. Inawezekana tumefanya kazi ya kutosha, hatujapata kitu. Tumefanya mambo mengi, hatujapata kitu. Lakini hebu tuingie katika mwaka huu, Mungu atuingize ili tuanze kuona kusudi la Mungu la kutuweka hai mpaka sasa. Si niliwaambia wiki nyingine, mwaka fulani, siku ile nilipotoka kitandani, nilikuwa kufani ule mwaka 21. Nashukuru kanisa mliniombea. Haleluya. Ndipo nilipochukua maamuzi kwamba kumbe muda, unajua wakati nilikuwa sielewi maisha ya kueje, kwa sababu kuna kitu kilikuwa sikuwa nimeguswa vizuri. Tunapomoja nilikuwa sijafanya nini? Sijawahi guswa mpaka panaingia ndani kabisa, kwamba nikawa najishangaa, hivi ndivyo nipo hapa. Siku ile wanakuja kuniangalia, sema hapa nimelala, sijui kama nitatoka. Jioni yake walimleta mtu, hakuwepo. Kuna mmoja tulikuwa naongea, wanamletea chakula, baadaye hakuwepo, na tukabaki wawili pale. Sasa nikawa najiuliza, baada ya hapo nilipotoka, nikasema sitafanya mchezo. Haleluya. Katika muda ambao Mungu atanipa, sitafanya nini? Mchezo. Nimefanya maamuzi. Haleluya. Nimefanya maamuzi kwamba muda ambao Mungu amenipa nitautumia kwa faida. Ndio maana kila siku nitamuuliza Bwana, unataka nifanye nini? Haleluya. Haleluya. Si vibaya. Panga vizuri mambo yako, ya watoto wako, ya uzee wa kustaafu. Panga vizuri, haina ubaya wowote. Lakini usisahau kwamba hapa huwa wakati mwingine tunaondoka ghafla. Lakini aheri tujitajirishe sana kwa mambo ya umilele. Nyosha mkono wako, ujitajirishe kwa mambo ya nini?
ya milele. Hayo yapate kipaumbele ndani yako, yagongwe muhuri. Hebu sema nini? Yagongwe muhuri. Yafanye nini? Yagongwe muhuri. Umuhimu wa muda haupimwi kwa urefu wa muda huo, lakini unapimwa kwa uaminifu na kuzaa matunda. Haleluya! Jinsi ulivyokuwa mwaminifu na jinsi ambavyo Mungu amekutaka uzae matunda. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia ndio mzee kuliko watu wote aliyeishi, anaitwa Metusela. Mmemsikia? Aliishi miaka 900 na ngapi? Ndio mzee kuliko wote walioishi pamoja. Lakini katika Biblia wanadashi to mention, wanasema Metusela aliishi miaka mingapi? 900 na ngapi? Hakuna rekodi, hakuna nini? Hakuna maelezo ya watu wengine. Haleluya! Lakini muda ukimchukua muda wa Nuhu, haleluya, ni muda wenye matokeo. Alijenga safina, haleluya. Wakichukua muda wa Enoko, haleluya, anasema akampendeza Mungu, Mungu akamchukua. Wakisoma habari za nani tena, muda wa mtu mwingine, wameeleza habari zake. Hapa tutatofautiana kwa yale ambayo kila mtu katika muda wake, ile activity anayofanya kwa ajili ya Bwana ndizo zinazoonekana. Haleluya! Hatuna muda wa watu wanaokaa wanaoingia na kutoka na kuingia mahali hapa. They don't bring difference. Hawaleti tofauti. Hawaleti tofauti katika maisha yao wenyewe kule nyumbani kwao. Hawaleti tofauti katika nyumba ya Mungu. Wako hivi tu, tuna pamoja. Haleluya! Ukiwaambia utoaji ni wa mwisho, ukiwaambia kuomba ni wa mwisho, ukiwaambia katika kila jambo anafanya ni wa mwisho mwisho. Na wengine walegevu namna hii. Walegevu namna hii. Wanaokoa muda. Wanakuwa kama Metusela. Tuna pamoja. Metusela wanasema ndio mzee aliyeishi miaka mingi. Hana rekodi. Tuna pamoja. Hana rekodi yote. Aliishi tu. Lakini mwambie Nuhu hakuishi miaka mingi, lakini tunaeleza alikuwa mtu mwenye haki. Ndiye aliyefanya mambo haya na haya na haya na haya. Inaeleza, haleluya. Tukisoma habari za Abraham aliyejua muda na wakati na majira, tunaona anasikiliza sauti ya Mungu. Haleluya. Mungu anapomwambia nenda huku anaenda. Mungu anapomwambia mwanga fanya hivi, Mungu anapomwambia vumilia anavumilia. Anaendelea hivyo. Haleluya. Kwa hiyo measurement na kipimo cha muda wa Mungu is not about, sio miaka mingi kama ya Metusela ulioishi. Haitusaidii. Haleluya. Lakini kama miaka yako itakuwa fruitful na faithful, haleluya, miaka yako inakuwa ya nini? Yenye kuzaa matunda. Hebu sema yenye kuzaa matunda na uaminifu kwa Mungu. Kila siku unasimama kama nitabaki kuwa mwaminifu. Nitabaki kuwa mwaminifu kwa Bwana. Nitabaki kuwa mwaminifu. Muda huo una faida. Kila mmoja ana nafasi. Usimsema mmoja mwingine amejaliwa, hatujaliwi. Ingawaje wengine wana karama, wenye karama ndio wanatuzidi kidogo. Lakini sisi sote tukiamua, hebu sema wote tukiamua kutumia muda vizuri na kujua nyakati na majira, tutafanya kabisa. Hebu sema tutafanya kabisa. Yule ambaye Biblia inasema kwamba humuongezea asiye na uwezo. Si ndivyo sema? Humuongezea nguvu asiye nini? Asiye na nguvu. Anamwongezea mtu asiye na uwezo ni Mungu. Lakini anapomwona mtu anasema nimeamua. Hebu sema nafanya nini? Nimeamua. Nimeamua muda huu nitatumika kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kama nilivyosema, muda haupimwi kwa miaka ulioishi. Haleluya. Sio. Ni katika ule uaminifu na kuzaa matunda katika muda ambao Mungu amekupa. Yusufu, Musa na Paulo waliishi maisha ya uaminifu na walizaa matunda katika wito wao. Yusufu, Musa na Paulo walidumu katika uaminifu na kuzaa matunda katika wito ambao Mungu aliwaitia. Na wewe Mungu amekuita. Kwanza kuitwa kwa kwanza ni kuokoka. Huko ndio kuitwa kwa kwanza. Lakini jinsi unavyoendelea kujitupa na kujipeleka kwa Bwana. Umeelewa? Unapojitupa na kufanya nini?
na kujielekeza kwa Bwana, Mungu anaanza kuleta kimoja kimoja. Unasema hiki nilikuwa sikijui, lakini Mungu amenifundisha. Hiki nilikuwa sikijui, Mungu amenifundisha. Hiki nilikuwa sikijui, Mungu amenifundisha. Kwa sababu umejipeleka. Lakini kama ukikaa, ukae hapo hapo, wanasema kukala bao. Kwani wanabaanisha nini? Kukala bao. Maana yake nini? Ukage hapo hapo. Hivi. Kalaga bao. Lakini nataka kusema tunatofautiana. Tunaokoka watu kwa siku moja, lakini tunatofautiana kila mtu jinsi anavyoendelea kujitoa na kujua majira ambayo Mungu amempa. Haleluya. Haleluya. Hawa watu niliotaja, Yusufu, Musa na Paulo, walikuwa waaminifu katika wito wao. Walikumbana na vitu kuchelewa katika maisha yao. Walikutana na vikwazo. Walikutana na maumivu. Wakati mwingine walikuwa hawajui wafanyeje katika mazingira walikuwa wanayapitia. Lakini hivyo vyote nilivyovitaja havikuwavunja moyo. Wakati mwingine walingojea ili ahadi zipate kutimilizika. Inaonekana kwa wakati mwingine Mungu alikuwa kama ameficha uso wake asisikie wala asione. Lakini Mungu alifanya kazi katika muda ulipofika na kutimia, na mambo yote unaona waliendelea walipata ushindi baada ya ushindi. Tuna pamoja? Walipata ushindi baada ya ushindi baada ya ushindi. Haleluya. Walishinda vikwazo baada ya vikwazo, na ahadi za Mungu zilitimilika katika maisha yao. Kila mmoja wao mwisho alisema maneno haya. Unasikia? Kila mmoja wao alikuwa na maneno haya ya kusema alipokuwa anamaliza maisha yao. Yusufu alimaliza kwa maneno haya katika Mwanzo 50 mstari wa 19-20. Alimalizia hivi kwa sababu aliona wema wa Mungu. Alimalizia maneno haya alipokuwa anamaliza maisha yake. Huyo Yusufu baada ya kuwa mwaminifu kwa Mungu. Tunasoma katika Mwanzo 50 mstari Mwanzo 50 mstari wa 19. Mstari wa 19 na 20. Anasema hivi. Tukianza mstari wa 18. Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu, akawafariji na kunena nao vyema. Haya ndio maneno ya mwisho aliongea nao. Historia ya Yusufu mnaijua, tumehubiri sana mahali hapa. Lakini alipita mabonda na milima. Tuna pamoja? Mwisho anapomaliza anasema, kumbe muda na majira ambayo Mungu alinipa ilikuwa ni kuokoa taifa letu. Kwa hiyo Mungu alinitumia mimi. Hebu sema, Mungu alifanya nini? Alinitumia mimi. Akasema msiogope. Ilikuwa ni Mungu mwenyewe. Kwa majira na nyakati nilipita mapito haya, lakini ili sisi sote tufanya nini? Mapito haya ndio yalisababisha tufike hapa mahali upatikane wokovu mkuu. Haleluya. Mtu mwingine, Musa katika Kumbukumbu la Torati. Tunamalizia sasa. Musa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati anapomaliza maisha yake anaimba wimbo. Anaimba wimbo katika Kumbukumbu la Torati ule mlango wa mwisho kabisa 32. Kumbukumbu la Torati 32:3-4. Ndio mstari ndio mlango wa mwisho kabisa wa kabla hajamaliza
mlango wa kitabu chake ule mstari wa 3. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Anasema hivi, anapomalizia maisha yake. Anasema hivi, maana nitalitangaza jina la Bwana. Ndio anamalizia. Anasema nitafanya nini? Tangaza neno la, nitatangaza jina la Bwana. Mpeni ukuu Mungu wetu. Yeye ni mwamba, kazi zake ni kamilifu. Unasikia? Ndio anasema maneno haya. Anasema kwamba mpeni, anasema maana nitatangaza jina la Bwana. Mpeni ukuu Mungu wetu. Yeye mwamba, kazi yake ni kamilifu. Maana njia zake zote ni haki. Mungu wa uaminifu, asiye na uovu, yeye ndiye mwenye haki na adili. Ndiye anamalizia. Ni baada ya kuona mambo haya aliyasema, baada ya kuona matendo ya Mungu makubwa katika maisha yake. Haleluya. Paulo anamalizia na yeye. Baada ya kufanya mambo yote, aliukomboa wakati kwa nguvu nyingi. Paulo katika waraka wa pili wa Timotheo mlango wa 4, mstari wa 7, mstari mmoja wa 7, ambapo ni huwa anaonaga kwenye makaburi yote wameandika maneno haya. Kwenye misalaba ile wameweka kwenye t-shirt, inawezekana nimevaa t-shirt ya namna hiyo, lakini sielewi kama kuna kuwa na uhakika huo. Anasema mstari ule waraka wa Timotheo wa pili 4:7. Anasemeje pale? Mstari wa 8 anapomalizia anasema ule wa 6 pale, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Anasema nimefanya nini? Nimevipiga vita vizuri. Mwendo nimefanya nini? Nimaliza. Imani nimefanya nini? Amefanya nini? Amepiga vita vizuri. Tupo pamoja. Alipiga vizuri katika wito ambao alimpa Bwana. Anijisemea mwenyewe. Kwa hiyo hapa hakuna kubabaisha kama unamwishia Mungu kwamba sijui. Hapana. Mtu anayetumia muda mzuri anasema sasa, alikuwa anaona tayari muda wake umefanya nini? Umeisha. Lakini anamaliza anasema kwamba nimefanya nini? Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Sijaenda hovyo. Nilitumia muda wangu vizuri kabisa. Nilipambana. Nilimwishia Mungu, kama kuomba nikaomba, kama nikushuhudia nikuheshimu, kama nikushona mahema. Alikuwa anashona mahema, alikuwa mfanya biashara. Anasema nilishona kwa vizuri kabisa. Anasema nimefanya nini? Nimevipiga vita nini? Vizuri, vilivyo vizuri. Utashangaa wengine badala ya kumalizia vizuri ndio wanamaliziaga vibaya. Ukimuuliza sema tumechoka sasa, kila siku kanisani, kila siku sijui kufunga, sijui kitu gani, sijui kutoa, wachungaji nao kutoa, sijui kuna kujenga. Tumechoka na mambo haya. Haleluya. Tumechoka. Asubuhi ya leo nataka kuinua. Je, utajiunga na Paulo? Je, utajiunga na nani? Na Musa. Haleluya. Utajiunga na Musa ambaye anawasamea, anasema mimi Mungu aliniinua kwa kusudi. Muda ambao Mungu alinipa ili kwa ajili ya kuwakomboa nyinyi. Haleluya. Na hapa Paulo anasema kwamba nimepiga vita vizuri. Ana uhakika. Haleluya. Wala haogopi mauti. Nataka kusema wale ambao wanatembea katika mpango wa Mungu, wako katika majira ya Mungu, wale ambao wanajua nyakati na majira, huwa hawana wasiwasi kwa sababu wako katika mikono ya Mungu. Haleluya. Ndio maana anasema nimefanya nini? Nimevipiga vita vizuri. Na nini? Anasema nini? Anasema mwendo. Haleluya. Wa utakatifu. Nilijaribiwa kwa fedha, nilijaribiwa kwa wanawake, nilijaribiwa kwa wanaume, nilijaribiwa kwa namna nyingine. Mwendo nikaendelea nao kwamba nitaendelea kumfuata Yesu. Nilijaribiwa na umaskini, nilijaribiwa na ugonjwa, nilijaribiwa na mambo kadha wa kadha, lakini mwendo nikaendelea nao. Haleluya. Nilijua unaendelea. Haleluya. Wakati mwingine nitembea kama askari, shot kulia, shot kulia, shot kulia. Wakati mwingine nitembea, mwendo nimeumaliza. Haleluya. Haleluya. Na imani ya Yesu Kristo
ambayo ameweka ndani yangu nimedumu nayo. Haleluya. Usiku nimedumu nayo, kule kwenye nyumbani kwangu nimedumu nayo, kule kazini kwangu wengine huwa Jumapili ndio wanakuwa na imani hapa ya Yesu Kristo, wakiwa huko wako vile vile, lakini nasema imani yafanya nini? Nimeilinda. Asema imani nimeilinda. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo haya ndio ukiri waliosema hawa watu watatu walipokuwa wanamaliza maisha yao. Tunamaliza sasa, fungua Isaya 43, tunamaliza mlango wa mwisho kabisa. Isaya 43 mstari, nataka tusimamie hili tunapoanza mwaka huu. Isaya 43 mstari wa 18 19. Haleluya. Nimejisikia moyoni kama ni neno la kinabii au neno ambalo tutatembea nalo katika mwaka huu, na yani tuamini hivyo, uamini hivyo katika nyumba yako, katika mlango wa 43 wa kitabu cha Isaya 43 mstari wa 18 mpaka 19. 18 mpaka 19. Haleluya, haleluya. Anasema hivi, msiyakumbuke. Nawe uondoe msi, hebu sema nisikumbuke. Haya, anasema nisiyakumbuke mambo ya nini? Ya kwanza, wala nisiyatafakari mambo ya zamani. Mambo ya zamani yamekuwa mengi, mwaka huu yameisha, umekumbana na mambo mengi ya zamani. Haleluya. Lakini neno la Mungu linasema asubuhi ya leo usifanye nini? Usiyakumbuke wala usiyatafakari. Anaendelea pale, anasemaje tale? Anasema nini pale? Ule mstari wa 19. Anasema tazama nitatenda neno jipya. Asia? Tazama anafanya nini? Nitatenda neno jipya. Maneno haya alikuwa anaongea na wana wa Israeli kupitia Isaya. Na asubuhi ya leo maneno haya anazungumza na sisi. Anasema anataka kutenda jambo jipya. Anataka kutenda jambo jipya nyumbani kwako. Anapenda kutenda nyumbani kwako. Anapenda kutenda jambo jipya. Hebu kubali neno hili. Mwambie Mungu, ninakuamini. Unataka kutenda jambo jipya. Ninapata msimu mpya wa maisha yangu. Napata msimu mpya katika familia. Napata msimu mpya kwa watoto wangu. Napata msimu mpya kwa ajili ya kanisa. Sisi sote kama kanisa tunapata msimu mpya, kwa sababu Mungu anasema anakwenda kutenda jambo jipya. Haleluya. Anakwenda kufanya jambo jipya. Asema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msitafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda jambo jipya sasa, litachipuka. Haleluya. Litafanya nini? Litachipuka. Ni maombi yangu Mungu achipushe yale yaliyokuwa nakufa kwa ziote sasa, kwa sababu Mungu anasema anataka kutenda jambo jipya kwenye familia yako, kwenye nyumba yako, kwenye kanisa hili. Anataka kufanya jambo jipya, na mimi namwamini Mungu huyu ambaye siku zote anafanya mambo mapya. Ni msimu mpya ambao Mungu anapenda kunipa, ni msimu mpya ambao Mungu anataka kunipa. Anasema litachipua na lichipue sasa, kwa sababu Mungu wangu anakwenda kutenda jambo jipya. Na anasema pale, haleluya, anasema kwamba tazama nitatenda jambo jipya sasa, litachipua. Je, hamtalijua? Sasa nitafanya njia hata jangwani. Inawezekana umepita jangwani, mwaka jana umepita jangwani, lakini Mungu anasema kwamba hata jangwani, anasema nitafanya nini? Nitafanya njia jangwani. Njia zilikuwa zionekani, zinaanza kuonekana jangwani. Mahali jangwani huwa zionekani njia, Mungu anaahidi kufanya njia katika jangwa. Haleluya. Anasema na mito ya maji nyikani, ubichi anataka kufanya katika nyumba yako. Ubichi mito huko jangwani, mahali ambapo palikuwa pakavu. Haleluya. Umeshuhudia ukavu katika mwaka uliopita. Mungu anafanya jambo jipya. Haleluya. Hebu mshangilie Bwana nyimba. Simama hapo ulipo. Roba kachisisi tirira papa.
rokoto roba baba sisi roko